ya CHAN ni kigezo ambacho Shirikisho la Soka Afrika CAF hutumia kama kipimo cha nchi kuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON. Mashindano hayo yalifanyika nchini kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 30 Agosti 2025 ambapo nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda zilikuwa mwenyeji. Timu ya taifa yaani Taifa Star ilishiriki na kuonyesha kiwango cha juu cha ushindani kwa kufanikiwa kufika hatua ya robo fainali. Hatua inayodhihirisha kuimarika kwa soka letu la ndani. Eza kutokana na ubora wa maandalizi ya usimamizi wa mashindano hayo, CAF ilimtunuku tuzo ya heshima Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi nzuri njema na ufanisi mkubwa ulioonekana katika maandalizi ya CHAN. Mheshimiwa Spika, sambamba na mashindano hayo, serikali kupitia wizara imeendelea na maandalizi ya mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika 2027 kwa kutekeleza kwa ufanisi majukumu mbalimbali, hususan ujenzi na ukarabati wa miundombinu wa michezo katika miji wenyeji wa Dar es Salaam, Arusha, na ambapo ni ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa umefikia 95%, ukarabati wa viwanja vitatu vya mazoezi ya Njimkana pamoja na Meja General Isamuyo na shule ya sheria imekamilika. Ujenzi wa viwanja vitatu vingine vya mazoezi yani Farasi, Leaders Club na Jimkana 2 vipo katika hatua za awali. Ujenzi wa uwanja wa Arusha wenye uwezo wa kuchukua Watanzania zaidi ya 32,000 umefikia 77.5%, na ujenzi wa kiwanja kimoja cha mazoezi kinachojengwa katika eneo la uwanja wa Arusha umefikia 60%, na matarajio yetu kuwa ifikapo Agosti 2026 serikali itakamilisha miundombinu yote kwa ajili ya AFCON, ikiwa pamoja na ujenzi wa viwanja vidogo vidogo vya mazoezi vitatu ambao viko katika eneo la Magereza, liko eneo la Ingototo na pamoja na kiwanja cha Mgambo jijini Arusha. Mheshimiwa Spika, katika kudhihirisha dhamira ya dhati ya serikali kuhakikisha tunafanikisha mashindano ya AFCON 2027, tayari Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameridhia kutoa kiasi cha dola za Kimarekani milioni 30 sawa na shilingi bilioni 76 na milioni 157 na laki moja kama ada ya uandaaji wa mashindano husika. Hii ndiyo tafasiri halisi ya Daktari Samia Suluhu Hassan kama mwanamichezo namba 1 nchini Tanzania. Mheshimiwa Spika, sambamba na maandalizi ya miundombinu ya AFCON 2027, serikali imeendelea kuwekeza katika maendeleo ya miundombinu mingine ya michezo nchini kwa kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati yenye lengo la kukuza vipaji na kuboresha huduma za michezo kwa wananchi. Miradi mingine inayotekelezwa ni ujenzi wa akademi za michezo katika Chuo cha Maendeleo ya Michezo Malia, ambapo utekelezaji wake umefikia 49%, ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu jijini Dodoma wenye uwezo wa kuchukua watu 32,500 ambapo umefikia 5%, ujenzi wa kituo cha mazoezi na kupumzikia wananchi jijini Dodoma ambao umefikia 73.5%, ujenzi wa kituo cha mazoezi ya kupumzikia wananchi jijini Dar es Salaam kilichofikia 49%, na ukarabati wa uwanja wa Uhuru ambapo umefikia 70%. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa imeendelea kuwezesha ushiriki wa wanamichezo na timu za taifa katika mashindano ya kimataifa. Serikali inampongeza mwanariadha Alphonce Felix Simbu, na imani iko ndani kwenye jengo lako tukufu Mheshimiwa Spika, aliyefanikiwa kushinda medali ya dhahabu katika mashindano ya riadha ya dunia yaliyofanyika Septemba 2025 jijini Tokyo, Japani, ikiwa ni medali ya kwanza ya dhahabu ya kwanza Tanzania katika mashindano hayo tangu kupata uhuru. Pia kuibuka mshindi wa pili wa kushinda medali ya fedha katika mashindano ya marathon ya kimataifa yaliyofanyika tarehe 20 Aprili 2026 jijini Boston, Marekani. Pia tunampongeza mwanariadha John Were aliyetwaa medali ya dhahabu katika mashindano ya nusu marathon yaliyofanyika tarehe 19 Aprili 2026 nchini Poland. Mheshimiwa Spika, hao washindi wetu wote tumewaleta pia kwenye bajeti yetu ikiwa sehemu ya kupata heshima ya bunge lako tukufu kwa kazi nzuri wanayoifanya ya kuiwakilisha Tanzania. Sambamba na hiyo Mheshimiwa Spika, serikali inazipongeza timu ya taifa ya mpira wa miguu Taifa Star kwa kufika hatua ya 16 bora katika mashindano ya AFCON 2025 yaliyofanyika nchini Morocco na kufika hatua ya robo fainali ya mashindano ya CHAN yaliyofanyika 2024.
timu ya wanawake pia kwa kushiriki kombe la dunia 2025 nchini Ufilipino na kufikia hatua ya makundi. Twiga Star iliyotoa ubingwa wa Sakafa Senior Women Championship 2025 na kufuzu WAFCON ya 2026, pamoja na timu ya mpira wa miguu kwa wenye ulemavu kwa kushiriki mashindano ya Afrika Mashariki na Kati nchini Burundi. Aidha, wizara inatoa pongezi kwa timu ya taifa ya ngumi kwa kushinda jumla ya medali 18. Mheshimiwa Spika, zoezi la ngumi au mashindano ya ngumi haya sio ya mchezo, kwa sababu unaweza kushangaa tayari linatoka, lakini tumepata medali 18. Za dhahabu ni 1, fedha ni 4 na za shaba ziko 13 katika mashindano ya kanda ya 3 ya Afrika yaliyofanyika Kenya mwaka 2025. Timu ya mpira wa kikapu ya Dar City iliyoshiriki mashindano ya kikapu Afrika yaliyofanyika nchini Afrika Kusini na kufanikiwa kufuzu kucheza fainali ya mashindano hayo itakayofanyika nchini Rwanda Mei 26. Mheshimiwa Spika, na hii pia timu ya Dar City ni katika historia ya taifa letu hatujawahi kuwa na timu iliyoshiriki katika mashindano ya basketball, ambapo sasa Dar City imechukua nafasi hiyo ya kuiwakilisha Tanzania na kupeperusha bendera vyema huko duniani na kuingia katika mashindano yanayokwenda kufanyika nchini Rwanda. Mheshimiwa Spika, naomba pia kumleta kwako na kwa bunge lako tukufu bondia Ibrahim Krasi aliyepigana na kuipata mikanda miwili ya WBC na WBO. Huyu kapata ushindi mkubwa na mikanda hiyo na thamani kubwa, na hivi tunavyoongea tuko naye pia ndani ya bunge lako tukufu, ikiwa ni sehemu ya kupata heshima ya waheshimiwa wabunge chini ya bunge lako Mheshimiwa Spika, katika kazi kubwa nzuri anayoifanya. Lakini pia tunaye bondia Lupasi Shoti ambaye alishinda mikanda wa IBO Africa. Tunaye pia Amani Bariki aliyeshinda mkanda wa WBC Intercontinental. Tunaye Frenki Shangembe aliyeshinda mkanda wa WBO Afrika wa uzito wa kilo 90. Yusufu Changalawe ameshinda mkanda wa WBC Afrika. Halima Vunjabei aliyeshinda mkanda wa PST. Mafanikio hayo yanaonyesha maendeleo chanya ya michezo nchini. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia BMT kwa kushirikiana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania liliratibu mkutano wa kamati ya utendaji wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika yani kafu, ambapo ulifanyika tarehe 13 Februari 2026 jijini Dar es Salaam. Mkutano huo uliwaleta pamoja vigogo wa soka barani Afrika ukiwa na lengo la kujadili na kuweka mikakati ya kukuza vipaji, kuimarisha ushindani wa vilabu na timu za taifa, pamoja na kuongeza uwekezaji katika miundombinu ya mpira wa miguu. Tanzania kwa kuwa mwenyeji wa mkutano huo ni kielelezo cha uwezo wa nchi yetu kuandaa mikutano mikubwa na umeongeza hadhi ya Tanzania katika ramani ya soka Afrika, hususan wakati wa mataifa kujadili na fainali za AFCON 2027. Ujio wa viongozi hao unaweka wazi kuwa nchi yetu inazidi kuaminiwa kama kitovu cha maamuzi makubwa ya michezo barani Afrika. Mheshimiwa Spika, maelezo ya kina kuhusu utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka 2025-26 yanapatikana katika ukurasa wa 13 hadi ukurasa wa 148 wa kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, mpango wa bajeti wa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha wizara na taasisi zake kwa kushirikiana na wadau utekelezaji wa jukumu mbalimbali kwa kuzingatia dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa miaka 5, ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi, maelezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipolihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 14 Novemba 2025, maelekezo ya hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Lameck Mwigulu Nchemba kuhusu mwelekeo wa kazi za serikali 2026-27, mpango wa mkakati wa wizara, malengo ya Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo endelevu ya mwaka 2030 na sera, sheria, miongozo mbalimbali na sekta za habari, utamaduni, sanaa na michezo. Mheshimiwa Spika, kutokana na muda naomba uniruhusu niende kwenye ukurasa wa 15. Mheshimiwa Spika, kuelekea mashindano ya AFCON 2027
yatakayofanyika kuanzia tarehe 19 Juni hadi 17 Julai 2027. Wizara imejipanga kikamilifu kwa kushirikiana na wadau wote kuhakikisha kwamba mashindano haya si tu yanafanyika bali yanaweka historia na alama isiyofutika kwa taifa letu. Tayari tunazo kamati mbalimbali za uratibu kitaifa na kimataifa. Katika hili nimshukuru sana Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio mwenyekiti wa kamati kuu ya kitaifa ya waheshimiwa mawaziri wote kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Mheshimiwa Spika, pamoja na miundombinu iliyoelezwa hapo awali, tayari serikali imewaunganisha pamoja wadau katika sekta ya utalii na ukarimu, hususan migahawa, hoteli na huduma za malazi, huduma za usafiri na usafirishaji, magari, treni, ndege, meli, na utaendelea kuona namna ambavyo picha tulivyoziandaa ndivyo ambavyo muonekano wa maandalizi yetu na magari yetu ikiwa pamoja na ndege na treni zitakavyoweza kuonekana. Mheshimiwa Spika, maeneo ya starehe ya burudani kwa mashabiki, yani fan zone, maboresho ya muonekano wa miji yetu, vivutio vya utalii, mbuga, fukwe na mali ya kale, matibabu ya kibingwa, ulinzi na usalama, uhamiaji na mikakati mahususi ya hamasa kuelekea AFCON 2027 imeandaliwa, ambapo utazinduliwa hivi karibuni na kuhakikishia kuwa kila Mtanzania anakuwa sehemu ya mashindano haya kwa lengo la kunufaika na fursa za AFCON na kutangaza Tanzania. Mheshimiwa Spika, kutokana na haya yote tumeendelea kushirikiana na wadau na wanamichezo maarufu walioonekana kusaidia au kutoa mchango mkubwa kwa nchi zao na dunia katika soka. Na hapa niruhusu nimtambulishe tena kwako na kwa bunge lako tukufu mwanamichezo maarufu Didier Drogba, ambaye ni mchezaji bora wa wakati wote na nahodha wa zamani wa timu ya taifa ya Ivory Coast. Pia amewahi kutumikia vilabu vikubwa vya mpira wa miguu duniani ikiwemo Chelsea, na ni mmiliki wa klabu ya Phoenix Rising ya Marekani. Uwepo wake leo ni uthibitisho tosha kwa namna gani serikali imeamua kuitumia AFCON 2027